Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjufu kabisa nikukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi ya siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yaanika faida za uwekezaji afya. Mwigulu asema nchi imekuwa kituo cha rufaa za wagonjwa kutoka nje. Mchengero abainisha upandikizaji uloto Silimundu ulivyookoa mabilioni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania yapiga hatua ajenda mpya ya miji. Umasikini wa huduma washuka, miliki milioni 1.1 za rasimisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Sangoma wenzake watatu kunyongwa kwa mauaji. Habari katika ukurasa wa 3. Samia rais wa Misri kujadili uwekezaji biashara. Habari katika ukurasa wa 2. Kitila tulenge kujitegemea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika wana saikolojia ufichwa chanzo cha watoto kujua. Habari katika ukurasa wa 2. Sadek yahimizwa kuimarisha umoja kulinda amani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ACT yaibua upya Zanzibar kuwa na mamlaka kamili. Mchakato wa maridhiano unaoendelea visiwani Zanzibar kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo umeibua upya mjadala wa Zanzibar kuwa na mamlaka kamili ndani ya muungano, dai ambalo wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamesema lina ugumu katika utekelezaji. Viongozi wa ACT Wazalendo wameibuka wakisisitiza kuwa ajenda ya maridhiano haishi kwenye ushirikiano wa kisiasa pekee, bali inalenga pia mustakabali wa Zanzibar, likiwamo la kuwa na mamlaka kamili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mwaka 1964 muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulipoanzishwa na kuzaa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa Zanzibar ina rais wake, baraza la wawakilishi, katiba yake, mahakama zake kwa mambo yasiyo ya muungano. 2010 katiba ya Zanzibar ilizaa serikali ya umoja wa kitaifa ACUK. Nukuu ya Isihaka Mchinjita ikisema ACT Wazalendo tutasimamia hitaji la Wazanzibari kuwa na Zanzibar yenye mamlaka kamili. Othman Masoud Othman ndugu yake ikisema hatukuingia serikali ya umoja wa kitaifa kutafuta vyeo, bali kutafuta suluhisho la masuala ya Zanzibar. Deus Kibamba ndugu yake ikisema ajenda nyeti zinahitaji ushiriki mpana wa wananchi na viongozi wote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kesi ya tupwa tume ya Jaji Lila ni halali. Habari katika ukurasa wa 2. Ulinzi mkali msikiti anaoswali Sheikh Walid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mzee aeleza sababu kumuoa mkamwana wake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika NMB yatangazwa kinara kuhudumia wafanyabiashara. Habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mshituko, watu 6 wakihukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji. Nukuu ya ACP Twaha Lulengule ikisema Operation Naduria zilizofanyika Julai 10 mwaka 2026 katika pori la Nkomango, kata ya Kiwele, wilayani Sikonge ziliwezesha kukamatwa kwa watuhumiwa 4 waliokuwa wakimiliki bunduki aina ya rifle model 70458
isiyo na namba pamoja na risasi 3 bila kibali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Chadema ya charuka yajipanga kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watu wanaokihujumu chama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mabadiliko tabia ya nchi yalivyotikisa zao la korosho. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Ugonjwa wa Ebola, wa Marekani 7 wawekwa karantini nchini Kenya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika NMB atoa tuzo benki bora nchini kwa wafanyabiashara wadogo. Habari katika ukurasa wa 8. Siku ya ujuzi kwa vijana duniani, TEHAMA inapogeuka mtaji kwa vijana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni UWT yafanya kweli kwa wagonjwa wa figo. Wamo pia watoto wenye mahitaji ya uloto, yaanzisha kampeni kubwa ya kuwachangia. Chatanda amwambia waziri mkuu akaze buti, achape kazi bila kukatishwa tamaa. Habari katika ukurasa wa 2. 88 kufungua fursa. Habari katika ukurasa wa 5. Mwigulu aomba ushiriki sekta binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. NSSF yaleta haueni malimbikizo michango. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika NMB yatoa tuzo benki bora kwa utoaji huduma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Upasuaji makalio wavutia wanawake kwa kasi kubwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, ubunifu wa elimu utatua changamoto za jamii. Habari ni katika kurasa za ndani. CAG kutumia njia ya kidigitali kuimarisha ukaguzi. Habari katika ukurasa wa 2. Hemedi aridhishwa na ujenzi wa miradi ya wananchi. Habari katika ukurasa wa 2. Juhudi za kusimamisha vita za kwama Pakistan. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Mama Mariam ajadili fursa za ushirikiano India. Habari katika ukurasa wa 3. Rais El-Sisi kuanza ziara ya siku moja Tanzania leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Transfer Zone. Vima vipya Yanga. Fagerido aliyezaliwa Julai 28 mwaka 1998, umri ni miaka 27, anakwenda kuimarisha eneo la. Lakini pia yupo Gumedo kutoka Richards Bay aliyezaliwa Julai 15, 2001, umri ni miaka 25, alimaliza msimu wao. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Mangoti Beka tofauti ipo hapa. Kocha Mbelgiji awachambua kiufundi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mtindo mpya wa zawadi kombe la dunia. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. FIFA World Cup kesho Jumapili ni Ufaransa dhidi ya England saa 6 usiku Hard Rock. Lakini pia gazeti hili imeandika beki mpya Azam FC afichwa jambo. Habari katika ukurasa wa 3. Machozi tofauti ya Messi na Yamal. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni nyota waipa neno TFF AFCON 2027. Twiga Stars ya paa kuelekea Morocco. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Soaga Simba rejea Singida Black Stars. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Trump kukabidhi kombe kesho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Msajigwa alia na waamuzi. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru imeandika Azam yanasabeki wakati Sauzi England Ufaransa, kazi ipo. Kapombe Job wajikita kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 19. Simba ya namba milioni 78. Habari katika ukurasa wa 19. Blue Envy kama Beyonce. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Gazeti hili limeandika saa 6 usiku Ufaransa dhidi ya England kumtafuta mshindi wa 3 kombe la dunia. Warembo walivyofariji mastaa wa England. Habari katika ukurasa wa 19. Mabondia choki Rashid kuania clown. Habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, kutakia siku njema.